maandiko anajua huyu ndiye Yesu anatenda. Maana yake unaposoma maandiko unaamini kwamba huyu ni Yesu ambaye anatenda kwenye maisha yako, na Yesu anataka tumwamini, sio kwa kumuona kwa macho. Sema amina. Sio mpaka kumuone kwa macho. Na maana yake unaposoma andiko linaloponya, Yesu unaposoma andiko linalosema anaponya, maana yake kupitia hilo andiko litasababisha uponyaji ndani yako, kwa sababu lina nguvu za Mungu. Kwa hiyo Yesu alitaka asijifunue waziwazi, ajifunue kwa njia ya maandiko, ili tunaposoma maandiko tumpokee kwamba huyu ni Bwana. Ndio maana anasema ya heri wasioniona wakasadiki. Ya heri wasioniona wakasadiki kuliko yule ambaye hajaniona, anasema mpaka nione. Ndio hichi alikuwa anazungumza na hawa wanafunzi kwamba walizoea kutembea pamoja naye. Sasa umefika wakati wa kujisimamia peke yao, kwamba wanaposimama peke yao na kusoma maandiko, Mungu atatokea kwao, atawasaidia. Kwa hiyo jifunze kujisimamia peke yako na kujua kwamba Yesu yupo. Unaposoma maandiko ujue kwamba Yesu yupo, anaponya. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma Nyakati wa kwanza sura ile ya 4 mstari ule wa 9 na wa 10, Yabesi alikuwa na huzuni. Biblia inasema Yabesi hakuwa na Mungu. Kwa sababu hakuwa na Mungu ilimfanya aishi kwa huzuni. Lakini alipofika mahali akasema, hii huzuni nitakaa nayo mpaka lini? Hii huzuni itanisumbua mpaka lini? Kuna wakati ambao lazima wewe mwenyewe uchukue hatua kwamba haya maisha nitaishi mpaka lini? Kama Yesu yupo anaokoa, kama Yesu yupo anatenda, yeye ndiye mwenye uweza, kwa nini nisichukue hatua? Yabesi alipochukua hatua, Biblia inasema Mungu akamsikia, akamjibu katika maombi yake. Kwa hiyo Mungu anaitazama huzuni yako. Kama utachukua hatua na kuipeleka kwa Yesu, Yesu atakupa msaada katika jina la Yesu. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona mahali hapa, Biblia inasema mioyo yao ya kutokuamini. Mioyo yao ya kutokuamini. Mtu yoyote aliye na moyo mgumu, hata kama ungemshauri kwa namna gani, hata kuelewa. Na wakati mwingine ni watu wa kuhoji sana, sio watu wa kutenda. Nilikuwa mahali fulani, tulikuwa na mtu mmoja, alikuwa yeye hata atoi zaka, lakini mnapotoa taarifa anavyohoji, hatoi sadaka. Unamwambia sasa, bahasha yako ya zaka iko wapi? Hatoi. Asa unajua mimi niliumizwaga, kwa hiyo mimi niliona tu nisitoage zaka. Unamshauri namna gani? Bwana, mambo haya ufanyi kwa ajili ya wanadamu, unafanya kwa faida yako wewe na Mungu wako. Anasema, mchungaji, niache kwanza. Siku alipopata haja ndipo akaanza utoa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema wenye mioyo migumu, maana yake ni watu ambao hawawezi kuamini kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Na wanaweza wakawepo kanisani ila hapa hawapo, ila wanaweza wakawepo mahali pengine. Wenye mioyo migumu ya kutokuamini, hata mshauri namna ana moyo mgumu.
Yesu akuondolee moyo mgumu kwa jina la Yesu. Aondoe moyo mgumu, akupe moyo wa kuamini. Kitu ambacho Yesu alitaka kuwasaidia hawa jamaa waweze kusadiki hata kama hawako pamoja na Yesu. Leo hii wewe ni mama, wewe ni baba, mtoto wako huyu mdogo anakufahamu wewe, na wakati fulani anapoona mtu mwingine anakuja siye mfahamu, atakimbilia kwenye miguu ya baba au miguu ya mama, kwa sababu anaona mtu anayekuja hamjui. Sasa hiki ndicho kilichowasumbua kina Kleopa, kwa sababu katika maisha yao wameishi na Yesu wakati wote, na wanamwambia Yesu, wanasema ambaye hawamtambui, wanasema tena wametushitua wanawake waliokwenda kaburini, wakasema tulitokewa na malaika aliyetuambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu, katikati ya wafu? Ndio maana ukisoma huu mstari wa Marko 12:27 nasema, yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Kwa Mungu, Yesu alipokufa pale msalabani,